Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji ambao unanitazama. Naitwa Askofu Godwin Yona na ni mwangalizi wa makanisa Tabernacle Assemblies of God Tanzania. Na wakati huu ni mzuri sana, nataka ni share na wewe maneno ya Mungu machache, na hasa kwa watu ambao wanapenda kutoa udhuru, wanapenda kutoa sababu za kuwafanya wawajibike juu ya mambo yanayomhusu Mungu. Sasa nataka tuangalie watu wachache katika Biblia, na tutaanza na mtu mmoja anaitwa Musa. Musa alitoa sababu nyingi sana za kutosha mbele za Mungu katika kitabu kile cha Kutoka sura ya 4 na mstari ule wa 11 mpaka 12. Unasema, Musa akamwambia Bwana, Bwana, mimi si msemaji tokea zamani, wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako, maana mimi si mwepesi wa kusema na ulimi wangu ni mzito. Bwana akamwambia, ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Ni nani afanyaye mtu kuwa bubu au kiziwi au mwenye kuona au kipofu? Si mimi Bwana? Basi enenda, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalonena. Musa akasema, Bwana, nakuomba tuma kwa mkono wake huyo utakaye mtuma. Hapa tunapata somo zuri sana kwa watu ambao wamekuwa na uzuru. Wakati mwingine ni saa ya ibada, wakati mwingine ni wakati wa kuabudu, wakati mwingine ni wakati wa kupaswa kufanya jambo fulani mbele za Mungu. Hatukosi kuwa na sababu. Na Musa hapa akatengeneza sababu ambazo wakati mwingine zilikuwa kama kwa mbali, kama ni kweli ilikuwa na kigumizi, kweli ilikuwa ni mzito wa kuongea, lakini Mungu anamwambia yeye ndiye ambaye anaumba mtu kuwa kiziwi na kuwa bubu. Kwa hiyo yeye aende. Sasa jambo hili halikumfurahisha Mungu. Ukiangalia katika kile kitabu hicho cha Kutoka sura ile ya 4 mstari wa 24 wa 25, tunaona kutoa sababu mbele za Mungu ni jambo ambalo linamkasirisha sana Mungu. Mungu anachukia sana tunapotoa sababu zetu kwa ajili ya mapenzi yake ambayo tulikuwa tuyafanye. Mstari wa 24 unasema, ilikuwa walipokuwa njiani mahali pa kulala, Bwana akakutana naye akataka kumuua. Yaani zile sababu alizozitoa Musa ambazo zilikuwa zinaonekana ni kama sababu kweli, Mungu akataka kumuua Musa. Ndipo Sipola akashika jiwe gumu na kuikata govi ya zunga la mwanawe na kuibwaga miguuni pake, akasema, hakika wewe u bwana harusi wa damu kwangu. Basi ndipo akamwacha. Ndipo huyo mkewe akanena, u bwana harusi wa damu wewe, kwa ajili ya kutahiri. Mpendwa mtazamaji, acha sababu zako kwa ajili ya jambo la Mungu. Wakati wa ibada unapofika, kuna watu hamko kwenye ajira, hamko kwenye mambo ambayo kimsingi yanakubana. Unayo nafasi ya kufanya jambo kwa ajili ya Bwana, haufanyi, unatoa sababu. Ni mtu mwenye sababu nyingi mno za kujitetea. Sasa huyu ni mtu mmoja tu, lakini tunamwona mtu mmoja katika kitabu cha Yeremia sura ile ya 1 mstari wa 6 na wa 7. Anasema, ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Tunamuona Yeremia akiwa mtoto mdogo, anatoa sababu ya utoto, anatoa sababu ya udogo. Sasa sababu hii Mungu anaiona sio sababu. Mapenzi ya Mungu anapotaka tufanye yake hayana sababu. Hatuna paswi kutoa udhuru wala sababu mbele za Mungu kwa jambo liwalo lolote. Tunapaswa kuwajibika kumtumikia Mungu. Lakini napoenda karibia kumalizia, nataka tumtazame mtu mmoja anaitwa Malkia Esther. Malkia Esther, katika kitabu kile cha Esther sura ya 4 kuanzia mstari wa 1 unaweza ukaenda mpaka kule chini. Hamani ameandaa mauaji, maangamizi juu ya wana wa Israeli, na Mordekai anazipata zile taarifa. Baada ya Mordekai kuzipata zile taarifa, Mordekai anazichukua zile taarifa kama zilivyo. Anavaa magunia, anavaa majivu, anajipaka majivu, anaanza kuomboleza. Katika kitabu hicho cha Esther sura ya 4 anasema basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, alizilalua nguo zake, akajivika magunia, akaanza kulia, anaomboleza. Anasema akafika mpaka mbele ya mlango wa mfalme, maana kulikuwa hakuna anayeweza kuingia,
Yani hakukuwa na sababu, hakukuwa na njia ya kuingia mle ndani. Sasa nataka nizungumze wenye sababu halali. Wewe haufungi, unasema una vidonda vya tumbo. Wewe hauendi kukesha, unasema una mtoto mchanga. Wewe haufiki kwenye ibada, unasema ni mjamzito. Nataka nikuonyeshe mtu ambaye alikuwa na sababu halali, halafu sababu zake ni za msingi kabisa. Wakati Mordekai anaendelea kulalama, sura hii ya 4 utaisoma yote, Esther anamtumia ujumbe, mpelekeeni nguo. Mordekai anakataa. Baadaye anatuma mtu kwenda amuulize nini. Mordekai anampa nakili ya barua na pia kumweleza yale ambayo Hamani amekusudia kuyafanya. Esther anatoa sababu ya msingi kabisa. Anasema inajulikana, ngoja niusome huu mstari ili tuweze kwenda sawa sawa. Tuende sawa sawa. Majibu ya Esther anayeyatoa. Anasema mstari wa 10, ndipo Esther akasema na Hadaki akamtuma tena kwa Mordekai kusema, watumwa wote wa mfalme wanajua sana, hata na watu wa majimbo ya mfalme, ya kwamba mtu yoyote akiwa mwanaume au mwanamke atakayemjia mfalme katika ua wa ndani, wala hakuitwa, kuna sheria moja tu kwake, ni kwamba auawe, isipokuwa yeye ambaye mfalme atamnyoshea fimbo ya dhahabu ili aishi. Wala mimi sikuitwa niingie kwa mfalme yapata siku 30. Basi wakamwambia Mordekai maneno ya Esther, naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esther jibu la kusema, wewe usijidhanie ya kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Sababu ina kilo. Acha visababu vyako vya mafua, acha visababu vyako vya usijishangazi mgeni kaja, sijui kuna mtu wageni wanakuja nyumbani kwake. Asa nilipata wageni, nilipata wageni. Esther anatoa sababu yenye uzito. Anasema watu wote wanajua, watumishi wote wa mfalme wanajua kwamba mtu akiingia hajaitwa kule, na mimi na siku 30 sijaitwa kule kuingia. Sheria ni moja tu, lazima auawe. Sasa nataka nizungumze na wewe mtoa sababu kwenye mapenzi ya Mungu. Esther mwisho wa siku aliamua akasema, nenda umwambie Mordekai afunge siku 3 na mimi siku 3 nitaingia kinyume na sheria wa Medi na Wajemi, kama kuangamia na niangamie. Aliamua kutii na akachukua hatua. Baada ya kuchukua hatua, tunaona matokeo makubwa. Malkia Esther anaingia kwa mfalme kinyume na sheria. Mfalme anamnyoshea fimbo ya kuishi. Kwa hiyo nataka nimalizie kwa kusema na wewe ndugu yangu, ambaye kwako kila sababu inayotokea. Mara ngapi umeachilia ibada kwa sababu kuna SMS au umepigiwa simu au jambo lingine lolote linakufanya utoke kwenye makusudi ya Mungu? Ebu achana na visababu vya kukufanya usifanye mapenzi ya Mungu au usifanye kazi ya Mungu. Mpendwa mtazamaji ambaye unanitazama, nataka tu niseme na wewe kwamba liko kusudi la Mungu kukuleta wewe duniani. Hapa Malkia Esther anaambiwa, ni nani ajuaye kwamba hukuujia huo ufalme? Hukuujia wewe ufalme. Hata wewe, kwa nini mambo haya ambayo yapo sasa hivi yanatokea? Wewe upo, huenda upo, kuna kusudi la Mungu ambalo unapaswa usimame katika hilo jambo. Usitoe sababu kama Musa, usitoe sababu kama Yeremia, usitoe sababu nyingi kama alivyotoa Gideoni. Akatoa sababu kwamba mimi ni shujaa na mambo mengine, lakini Mungu alimuona. Baada ya maneno haya niseme Mungu akubariki sana. Kwa mwendelezo zaidi wa somo hili, kipo kitabu kabisa ambacho kinatayarishwa, ambacho kitakusaidia wewe mtu wa visababu, ili uache sababu zako za kibinadamu, uyatende mapenzi ya Mungu. Mungu akubariki sana. Wakati mwingine tutaendelea tena na kipindi hichi. Asante sana kwa kutazama.